Sawa, ninawakaribisha nyote watazamaji wa RHS Rwashamila High School Kiswahili TV. Leo tutaenda kuzungumza juu ya utumizi wa masimu katika shule za upili. Tuna wageni hapa na tutaenda kuzungumza katika hasara na faida za simu katika shuleni kwa wanafunzi na hata jamii yote ya shule nzima. Sawa, tutaenda kuanza na kujitambulisha kwa wageni wetu hapa. Sasa tutaanza na matambulizi yako. Jina langu ni Abbas Albert, naheshimiwa kuwapa. Asante, tunakupokea. Karibu. Asante mwenyeji wetu. Jina langu ni Tesimi Angelica, nasoma kidato cha 6 Rwashamila High School. Nafurahi sana kuwa hapa. Asante, nakupokea. Tutaenda kwa wewe, tunataka matambulizi yako. Jina langu ni Talema Oscar, kidato cha 4 katika Rwashamila shule ya juu. Wewe mwingine? Asante sana mwenyeji wa leo. Jina langu ni Atamba Freebert, kidato cha 6. Kuheshimu sana kwa kunipokea katika programu ya leo. Asante sana. Sawa, watazamaji wetu, ninawapokea. Mada yetu, ninarudia, tunazungumza matumizi ya simu katika shule za upili. Sawa, tutaenda kuona hasara na faida za simu shuleni katika wanafunzi na jamii yote ya shule nzima. Sawa, nataka msikie vizuri, mtuone vizuri, mjiunge nasi katika mazungumzo haya. Sawa, tutaenda kuanza na msemaji wetu mmoja wa kwanza. Sawa, hebu tusikie hoja zako. Asante sana mpangaji. Kwa kwanza, simu ni kifaa ambacho kinatumiwa katika mawasiliano na utafuti. Simu ni nzuri sana, lakini yana usumbufu mkubwa katika shule. Kwa kwanza, simu zinaweza kuvuruga masomo au zinaweza kuletea usumbufu katika darasani. Wanafunzi wanaweza kutumia simu kwa kwenda katika mitandao ya kijamii kama TikTok kuona filamu. Wanafunzi wanaweza kuangalia mitandao ya kijamii kama TikTok katika darasa. Hiki kinaweza kuletea usumbufu katika darasani. Mwalimu wako anafundisha na wale wanaona filamu. Hayo sio namna naona tuendelee na masomo yetu. Sasa ninasema simu zisiruhusiwe katika shule za upili. Nina binamu wangu alikuwa anatumia simu kila siku. Akiona filamu akaenda kwenye TikTok, lakini saa hizi anavaa ni masomani. Kwa nini? Ameangua maumivu ya macho. Sasa simu zisiruhusiwe katika shuleni. Asante msemaji wetu, tumesikia hoja zako zote. Sawa, hebu tumpokee msemaji mwingine kutoka kwa upande mwingine, tusikie hoja zake. Sawa, nani? Asante sana mwenyeji wa leo. Karibu. Kama nilivyojitambulisha kama Atamba Freebert, nipo hapa katika programu ya leo kujadili kuhusu matumizi ya simu sekondari, shule za sekondari za upili na shule zote kwa ujumla. Nataka kuanza na hiki. Kama nilivyosikia na mheshimiwa wa kwanza alisema kwamba simu ni kifaa cha teknolojia ambacho kinatumiwa na watu, ambacho wanafunzi wanaweza kutumia shuleni wafanye utafiti kuhusu mambo mbalimbali. Mimi nasema kwa upande wangu, nasema kwamba simu ziliruhusiwe katika shule za sekondari kwa hoja au kwa sababu zangu zifuatazo. Hoja ya kwanza nasema
simu zinasaidia wanafunzi kupata maarifa. Wanafunzi waweza kupata maarifa katika mtaala mpya. Tuliposikia na Wizara ya Elimu walisema kwamba kila mwanafunzi akiwa anataka kufanya utafiti, akiwa anataka kupata maarifa kuhusu nchi, kuhusu vitu ambavyo wanaweza kutumia shuleni, watumie simu, watumie kompyuta, watumie vifaa vingine ambavyo vyaweza kufika kwa mtandao wa internet. Sasa simu ndizo moja wa hivyo vifaa ambavyo vyaweza kufika kwenye mtandao wa internet. Wakitumia simu waweza kupata maarifa kuhusu mambo mbalimbali yanayotokea duniani na nchi yetu kwa ujumla, ambavyo vyaweza kuwasaidia kuendelea na masomo yao. Asante sana mwenyeji wa leo, lakini kulingana nami nafikiri simu ziruhusiwe katika shule za upili. Asante sana. Nitaomba mnipigie makofi. Asante kwa hoja zako. Naona kwamba wao washabiki upande ule wa kutumia simu katika shule za upili. Asante sana. Sasa watazamaji wetu, tuko nyinyi mnashabiki nini? Sawa, hebu tumpokee msemaji mwingine tusikie hoja zake katika mada ya simu ziruhusiwe shuleni za upili. Sawa, tusikie hoja zake. Asante mwenyeji wetu wa leo. Kutokana na maoni yangu, mimi nasema simu zisiruhusiwe katika shule za sekondari kwa sababu zangu zifuatazo. Hoja ya kwanza, simu zinawaletea wanafunzi, zinawaletea kuiba, zinachochea wizi na hata migogoro katika shule. Nyote mnajua kwamba simu zote, ukiwa unatumia simu yako, unastahili kuwa na pesa za kutumia. Ukiwa una simu, unaweza kuwa na pesa ili upate airtime au ununue bando. Sasa mwanafunzi, unavyojua, mwanafunzi akiwa na simu shuleni, anastahili kuwa na pesa za kununua airtime, ziite bando, na hata hicho kitamletea kuiba pesa ili azipate. Kwa sababu nyote mnajua kwamba mwanafunzi akiwa shuleni hawezi kuwa na kazi ili apate pesa za kutumia akiwa na simu. Sasa hicho kitamletea kuiba, na hata hicho kitachochea wizi na hata migogoro shuleni. Mwenyeji wetu, hoja yangu ya pili, simu zinawaletea wanafunzi kutoroka shuleni. Hiki kinamletea mwanafunzi kutoroka shuleni. Akiwa na simu anaweza kupanga mipango yake na mpenzi wake. Anaweza kumshawishi mpenzi wake akiwa nje ya shule, amshawishi ili atoroke shuleni, aende amkute nje ya shule, na hata kicho kitaletea wanafunzi kutoroka shuleni. Mwenyeji wetu na hata watazamaji wetu, simu zinawaletea wanafunzi, zinachochea uonevu, tuite cyberbullying. Nyote mnajua kwamba wanafunzi wana tabia mbalimbali. Mwanafunzi akiwa ana simu na hata ana tabia zake mbaya, anaweza kutumia simu hiyo kuwatusi wenzake, tuite cyberbullying. Anaweza kuwatusi, na hata hicho kitaleta migogoro shuleni. Mwenyeji wetu na hata watazamaji wetu, hoja yangu ya nne, simu zinawaletea wanafunzi kupunguza umakini katika masomo yao. Mwanafunzi akiwa na simu shuleni anaweza kuwa kwenye simu na hata mwalimu akiwa anafundisha. Hicho kitamletea mwanafunzi kuacha kusikia vitu ambavyo mwalimu wake anafundisha, na hata awe anatazama tuite TikTok, atazame filamu, atazame video zisizofaa, kwa sababu mwalimu ako anafundisha. Pia mwanafunzi akitazama hizo filamu, video akiwa kwenye TikTok, hawezi kusikia vizuri mwalimu wake anavyofundisha, na hicho kitamletea
kushusha na hata kushindwa kufaulu katika masomo yake. Mimi kutoka na maoni yangu nasema simu zisiruhusiwe katika shule za sekondari kwa hoja zangu ambazo nimesema. Asante mwenyeji wetu. Asante sana msemaji wetu, tumesikia hoja zako, lakini nataka mumpigie makofi. Amesema hoja zaidi ya zaidi. Sasa watazamaji wetu, mnaonaje? Mnasikiaje hoja za wasemaji wetu hapa wote? Ninataka nyinyi watazamaji, nataka niwaulize nyinyi mnajihisi kama vipi katika mazungumzo yetu ya simu kuruhusiwa shuleni na simu kukatazwa kutumiwa shuleni. Sawa, mmesikia hoja za wasemaji wetu wote hapa. Nini mnachojiuliza? Nini mnachosema juu ya masemo yao yote hayo? Nataka mjiulize swali. Sasa hivi tunaenda kusikia hoja za msemaji wetu hapa, Oscar wa mwisho. Hebu tusikie hoja zako. Asante sana mwenyeji wetu wa leo. Karibu sana. Kwa kuanza, nasema mstahili kuruhusu simu katika shule kwa sababu zangu zifuatazo. Simu zinasaidia kujifunza kwa urahisi. Wanafunzi wanaweza kutafuta taarifa kwa mtandaoni kutumia programu za elimu kama Khan Academy. Huyo ni mfano. Hoja yangu ya pili, simu zinasaidia wanafunzi kuweza kuwasiliana na wazazi wako hata na walimu kwa dharau. Hoja yangu ya tatu, simu zinasaidia wanafunzi kuweka ratibu na kumbukumbu, hata ziwasaidie kukumbuka ratibu ya masomo. Kwa ujumla, ninawashauri watazamaji kwamba ni stahili wanafunzi kuwa na simu kwenye shule kwa sababu ni mfano sana. Asante. Asante sana, nimesikia hoja zako, zilikuwa njema sana. Sasa hivi tuko karibu wa mwisho wa presentation yetu. Sasa hivi mnahisi nini juu ya hoja zenu zote? Sasa mnatia nini? Eti shuleni waruhusi matumizi ya simu au wakatize kwa mwisho? Sasa nataka munipe hoja zenu. Mnaambia watu nini katika matumizi ya simu? Mnataka waruhusu masimu kutumiwa shuleni au mnataka wakataze katika? Sasa asante mwenyeji. Kama nilivyosema tulipokuwa tunaanza, simu zisiruhusiwe kwa sababu hoja ikiwa inasema kuhusu ugonjwa au afya ya wanafunzi, simu zisiruhusiwe. Cha pili, simu zinaweza kuangua wanafunzi kupata tabia mbaya. Sasa simu zisiruhusiwe kwa sababu tunataka wanafunzi wetu wasome vizuri, wapate tabia nzuri, lakini simu zikiwasaidia kupata tabia mbaya, sasa simu zisiruhusiwe. Asante mwenyeji. Karibu. Lakini mimi naona kwamba wakiweka eti simu ziruhusiwe shuleni katika hasa mtandaoni huu mpya wa masomo, nafikiri simu zinaweza kutumiwa shuleni kwa kusaidia wanafunzi kufanya utafiti, kupata wanavyotaka katika masomoni mwao. Lakini nyinyi hapa mnaona tuko kwa upande mbili, wengine wanashabiki, wengine hawashabiki. Sasa mimi
ninafikiri ya kwamba simu zinaweza kuruhusiwa eti wanafunzi wa mtaala huu mpya wa masomo wasitumie katika masomoni mwao. Nyinyi mnahisi nini katika hoja hiyo? Asante Mwenyezi wetu. Mimi nafikiri kwa sababu ya mtaala wa kusoma huu mpya, shule nyingi zina computer laboratories. Sasa wanafunzi wakiwa wanataka kufanya utafiti wanaweza kuenda na wafanya utafiti wao kwenye tarakilishi, na hata hicho kitawasaidia zaidi badala ya kuwaruhusu wawe na simu shuleni. Mimi nasema wanafunzi, hebu nikupate kauli msemaji. Sawa, umesema ya kwamba shule nyingine zina computer laboratories, lakini waweza kuwa hawana wifi ya kutumia katika kufanya utafiti. Sawa, wafanye nini hapo? Asante Mwenyezi. Ukiwa na kompyuta na hata unataka wanafunzi wako washinde mitihani, unastahili kuwa na pesa za kupata wifi. Kwa nini unanunua kompyuta na hata kuna pesa za kutumia za kununua wifi? Mimi nafikiri ukiwa na kompyuta na hata una wanafunzi, ukiwa na shule, unaweza kuwa na pesa, kwa sababu wanafunzi wanalipa pesa zao za karo, unaweza kuzitumia kununua wifi ili wanafunzi wako washinde mitihani yao. Mwenyezi wetu, nafikiri wanafunzi na waomba wawe wavumilivu, wakiwa wanataka kutumia simu zao wazitumie wakiwa likizoni, wazitumie wakiwa nyumbani kwao, ili washinde mitihani yao, ili wafaulu katika masomo yao. Mimi nasema na hata naishi kwa kusema simu zisiruhusiwe katika shule za sekondari. Asante. Kwa hitimisho, mimi naona hata nafikiri eti simu zaweza kuruhusiwa shuleni, lakini zinastahili kuhifadhiwa na watawala wa shule, si wanafunzi wenyewe kujisaidia kupokea na kuweka simu zao mfukoni mwao, bwenini mwao, kwa sababu wataenda kuzitumia vibaya. Na hivyo wakiwa hawataki eti simu ziruhusiwe shuleni, nafikiri wanaweza kuweka wifi katika chumba cha kompyuta, eti wanafunzi wapate muda, hata wapate fursa ya kujisaidia na kompyuta hizo masomoni mwao kwa kufanya utafiti. Sawa, kwa hivyo sawa, ninawashukuru nyote watazamaji wa RHS Rashamil High School Kiswahili TV. Nawashukuru kwa muda wenu mmeochukua kutuona katika mada yetu ya simu ziruhusiwe katika shule za upili. Mtatugojea Jumapili ifuatayo, tutakuwa na mada nyingine. Asante sana. Ninabaki Msimenta Marvin, mwenyeji mkuu wa leo.